Jina lake ni Safina Saidi Kimbokota, msomi wa shahada ya uzamili katika somo la sanaa, ambaye pia ni hodari wa utengenezaji wa maumbo mbalimbali kwa kutumia chuma na plastiki chakavu katika eneo la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hali hii ni nadra sana kwa mwanamke, na licha ya changamoto zinazomkabili katika kazi yake, Safina anaonyesha namna hiari inavyoshinda utumwa. Kikubwa naweza nikasema sana ni mapenzi ambayo nilikuwa nayo, na hususan baada ya kushiriki warsha ambayo ilikuwa inatoa mafunzo ya kufanya kazi za namna hii. Ni kazi iliyompatia umaarufu na marafiki wengi mwanamke huyu, sambamba na kumwezesha kushiriki matamasha na semina mbalimbali ndani na nje ya nchi. Nilifanya kuwa na marafiki wengi ambao wengi wao nakutana nao katika mitandao tofauti tofauti, ambao najaribu kushare kazi zangu, safari za kushiriki aidha kwenye workshop ama kwenye residence ama kwenye exhibition ya maonyesho ya kazi za sanaa. Inawezekana ni mwanamke pekee katika fani hii kwenye taifa lenye idadi kubwa ya wanawake ambao vipaji na uwezo wao haujapewa nafasi kubwa katika jamii. Wengi huvutiwa na kazi zake. Sanaa anayoifanya ni sanaa ambayo ni ya kipekee kwa wanawake kuifanya. Anafanya sanaa ambayo ni ya metal sculpture, ambayo ni mara chache sana wanawake kuifanya. Anashughulika na vyuma, kuvikunja, kuvichoma, kufanya vyovyote vile, lakini mpaka kupata picha au kazi anayotaka ionekane. Umahiri na uwezo wake katika fani hii ya sanaa pia unapigiwa saluti na Baraza la Sanaa nchini Tanzania. Ninavyomfahamu Safina Kimbokota ni kwa kipaji chake na taaluma yake, sio tu kwa manufaa yake binafsi, bali ni kwa manufaa ya taifa lake la Tanzania, wadau wenzake wa sanaa na pamoja na dunia mzima. Wakati akiwa mwanamke pekee alijitokeza na kutambulika hadi sasa, ni upi ushauri wake kwa wanawake wengine? Na washauri wanawake wenzangu kwamba fursa zipo na vile wasiwe waoga. Kazi za sanaa ni kwamba tuwe mwenyewe, yani kuwa serious na kuwa mbunifu, lakini fursa zipo nyingi sana. Mji huyu pia amekuwa akitoa elimu hii katika makundi mbalimbali ya kijamii nchini Tanzania.